Moja kwa moja tumefika hapa kwenye kikao chetu. Na shiriki nasi kwa kupiga namba ya WhatsApp video call au tuma ujumbe 0763 80 97 70. Mada yetu kama kawaida inasemaje Jojo? Mada inasema mambo ya kufahamu kabla ya kuanza chuo. Mambo ya kufahamu kabla ya kuanza chuo. Lakini wimbo uliotoka ni wimbo wa Sauti Sol wa zamani kidogo, lakini message yake inaendelea kuwepo mpaka sasa. Yaani bado ina message kubwa. Ni kweli kabisa. Yes. Na mambo ya kufahamu kabla ya kuanza chuo ndo mada yetu, na kama unavyojua Hello Weekend tunakuwa na mada mbalimbali, mada za kijamii, mada ambazo zinatugusa sisi kama jamii, lakini leo tunaenda moja kwa moja kwa vijana ambao wanategemea kuanza masomo yao hivi punde. Na vijana, familia zao, wazazi kwa ujumla pia wote waweze kutuambia mzazi kama mzazi amemwandaje kijana wake na kijana naye amejiandaaje. Wewe enzi zako sasa, turudi enzi zako. Maana sasa ukiona enzi zangu baadaye. Ngoja kwanza katika mada hii ya leo hatuko peke yetu, tuko hapa na Dr. Caroline Fumbuka. Huyu yeye ni mhadhiri kutoka chuo cha Dar es Salaam Tumaini. Karibu sana. Asante. Lakini mbali na Dr. Tumaini na Dr. Caroline Fumbuka, tuko pamoja na kijana ambaye amemaliza elimu yake ya chuo kikuu mwaka huu. Huyu si mwingine bali ni Rosina Peter kutoka pale UDSM. Karibu Rosina. Bado mpya kabisa mtaani huyu. Karibu kwenye kikao chetu, kwenye kipindi chetu pendwa hiki cha Hello Weekend. Asante sana. Jisikie huko nyumbani kwenu. Sasa naomba umalizie enzi hizo sasa, tuje sasa kabla tujaenda kwa wageni. Wewe kipindi unaelekea chuo, siji chuo gani umesoma, lakini niambie una mambo gani ambayo ulikuwa unazingatia kabla ya kwenda kuanza chuo? Mimi kwa kweli kwanza nilikuwa niko na hamu, nilikuwa na shauku ya kutaka kwenda kuona maisha mapya, maisha ya uhuru. Siambiwi nyumbani nirudi saa 12 mwisho, nitajikontrol mwenyewe. Yaani nilikuwa niko na shauku tuseme. Sikupanga chochote kichwani, kikubwa tu shauku na nitaitwa mwanachuo sasa. Ndio. Yes, ni hicho tu. Mimi binafsi nilikuwa nawaza bumu tu, hamna chochote nilichokuwa najua. Najua kwamba naenda kupata hela, naenda kuwa huru, kubanabana na wazazi tena hakuna. Basi kwa kusema hayo, naomba tuanze na Rosina. Rosina, wewe ni mwanafunzi, utatuambia kweli kabla hujaanza maisha yako, safari yako ya chuo, ni mhitimu wa chuo. Kabla ya kuingia chuo, ni kipi ambacho ulikuwa unawaza unaenda kukutana nacho? Ulijiandaaje kuingia chuo? Cha kwanza kabisa, kabla sijaanza chuo, nilikuwa sina ufahamu kubwa sana kuhusu chuo. Kikubwa nilichokuwa nacho moyoni kwamba naenda kutimiza ndoto ya kwamba nilikuwa mtoto natamani kwenda chuo kikuu. Na ni chuo gani nilichokuwa natamani kwenda? Cha kwanza kabisa nilikuwa natamani tu, yani ile nafasi kwamba na mimi nipo chuo, nimepatiwa kitambulisho kwamba mimi ni mwanafunzi wa chuo. Sikuwa na expectation nyingi kwamba nini kitatokea hivi, hata bumu. Yani sikuwa na mawazo mengine tofauti na zaidi ya kusema kwamba natamani yani nione kwamba nipo chuo, niko kwenye majengo ya chuo, namna wanafunzi wanavyokuwa. Ile tu kuwa mwanafunzi wa chuo ndio ilikuwa shauku yangu kabla hata ya kufikiria mambo mengine. Sawa. Dokta, ni kwa namna gani mnawapokea wanafunzi wapya kwenye mavyuo, na mnagundua nini kutoka kwao? Yani kwamba wanapokuja chuo wanakuwa na elimu, wanajua wamekuja kufuata nini au maisha gani watakutana nayo? Mara nyingi sana hufurahi, na huwa tunajiandaa muda mrefu sana kuona tena watoto wapya, tunasubiri kwa shauku. Kwa mara nyingi sana kila mwenye chuo, mwalimu na jumuiya yote hufurahi na kujiandaa hasa kile kipindi ambacho tunakuwa nao katika kuwapokea. Na mara nyingi unakuta kila taasisi inatengeneza muda wa kutosha ili kuwazoea hawa wapya. Kwa hiyo inakuwa ni hamu kubwa ya kuwa nao ili kuwaandaa kwa ajili ya maisha yao ya baadaye. Sawa. Rosina, hebu tuambie experience yako mara ya kwanza kabisa kufika chuo. Ni kitu gani ulikuwa ulikiona kipya? Kitu gani ukasema hiki sikutarajia kabisa? Kitu ambacho sikukitarajia kabisa
ni namna ambavyo tunasoma. Tulivyokuwa sisi shuleni, kwa mfano nimesoma shule ya arts, ni kwamba kama ni maabara ni wanafunzi wa sayansi peke yake wanasoma mle. Lakini nilipokuja chuo kwa mara ya kwanza kabisa nikagundua kwamba jengo, kwa mfano kuna jengo moja pale Chuo Kikuu cha Dar es Salaam Mlimani limeandikwa College of Agriculture. Niliangalia kwenye timetable yangu imeandikwa tu COAF lecture room 80. Hasa mimi nilipokuwa naelekea COAF, yani naenda kutafuta venue, nilipofika juu kabisa naona jengo limeandikwa College of Agriculture. Niligeuza sikwenda kwenye kipindi kwamba mimi ni mtu wa diplomatic and military history. Hakuna namna, yani kuna uhusiano kati ya diplomatic and agriculture. Kwa hiyo nilirudi ile siku ya kwanza kabisa, sikuingia kwenye kipindi cha kwanza kabisa na vipindi vingine. Baadaye tukaenda kukaa, sasa nikabidi niende nikamuulize madamu wangu ambaye nilitambulishwa kwake, nimuulize sasa namna ambavyo yani kwamba chuo inaendaje, ndipo ananielezea vizuri. Nikagundua kumbe mimi mwanafunzi wa arts naweza nikaingia kwenye jengo naweza nikaingia laboratory kusoma kipindi, naweza nikaingia COET, naweza nikaingia college yoyote. Ni kwamba hakuna, yani ni majengo yapo, lakini wanafunzi wote wanaingia si kutokana na unachokisoma. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho kilinishangaza kidogo. Au kuuziwa kimbweta? Hapana, nilipata uzoefu kidogo. Nilikuja chuo kama wiki moja kabla ya kuanza chuo, nilipata mtu ambaye yani wakati tunafanya taratibu za kumalizia za mwisho za mikopo na nyingine, nilipata madam wa College of Engineering ambaye alinipeleka chuo, nikajua mazingira, nikaenda kefu, nikawa nimejua kabla ya kuingia kabisa kuanza chuo. Kwa ile kwangu haikuwa tena shida wakati nakuja kuanza chuo kwamba mtu aniuzie kimbweta. Hiyo haikuwa inawezekana tena kwa wakati huo. Kwa ambaye mtazamaji ambaye hafahamu kimbweta ni nini, kule mavioni kuna sehemu maalum ambazo zimetengwa kwa wanafunzi kuweza kujisomea, kufanya discussion zao. Sasa ukiwa mgeni mjini, kuna ambao wanakiri kwamba walishawahi kuuziwa vimbweta. Dean of Student ambao alishawahi kwa Dean of Student, kuna utaratibu ambao unajua unawekwa mavioni wa kuwapokea wanafunzi. Tumemsikia hapa alienda darasani akageuza. Ni taratibu gani ambao mnafanya kuweza kuwaelimisha wanafunzi waweze kuzoea mazingira yao? Kwa mfano kama sasa hivi paka jana Ijumaa, hiyo wiki yote ilikuwa ni wiki ya orientation, ile kuwazoesha wanafunzi ili waweze kuyaelewa mazingira yao. Na ukiangalia kwa nchi yetu, TCU imeweka kipindi hicho kimefanana kote. Kwa hiyo yani vyo vyote vinafuata hilo. Kwa katika hiyo wiki nzima kuna kuwa na mambo mbalimbali ambayo yanafanywa kwa ajili ya kuweka wanafunzi waweze kuzoea. Wanafundishwa vitu vingi, kujua mazingira, kuna kuelezwa, kumjua mkuu wa chuo ni nani, mambo yalivyo, ofisi mbalimbali, madarasa yao, na kuna siku ambazo wanaenda kuonana na walimu wao, kufafanuliwa na kujibiwa maswali mbalimbali ambao walitamani kuyajua kuhusu chuo. Na hata huwa wanaenda mbali mpaka hata kuwafundisha kwa mfano vitu vya tahadhari kama mambo ya kujikinga labda na mioto, mambo ya afya. Na inakuwa ni kipindi ambacho kwa kweli ni kizuri sana kwa sababu kila mtu na yani jumuiya yote yani ni kipindi ambacho unakuta wafanyakazi wote wanajumuika, sio walimu tu. Hata wafanyakazi wengine, kila mmoja yuko mstari wa mbele kuhakikisha kwamba watoto wanafunzi wetu hao wapya wanazoea kila mara, kwa sababu tunaamini kwamba bado ni wapya na wengi siku hizi wanasoma wakiwa wadogo, miaka 18, 19. Kwa hiyo kuondolea ile hofu, kuelewa akija pale anafanya nini, kugundua pia yani kasoro, na pia hata wanaita kama penalty, yani ile kwamba uje kumbe ukikosa hiki unafanya hiki, ukikosa kipindi hiki itakulazimu kurudia. Yani vitu vingi wanawekewa ili kusudi wanapokuja kuanza waweze kuanza vizuri. Na kwa baadhi ya vyuo huwa pia wanarudia hicho kitu ili kusudi tena angalau, kwa sababu wengi unakuta wamechelewa na mambo mengine. Kwa hiyo kwa sababu kutokana na changamoto mbalimbali wengine hawana ada, mara nyingi vyuo pia hurudia ili kusudi kuhakikisha kwamba watoto wetu, wanafunzi wetu hao wapya wanaenda katika usomaji wao wakiwa tayari wamejipanga. Na yani wamekuwa na urafiki wa hali ya juu sana. Yani hizi jumuiya za vyuo zinakuwa na urafiki mkubwa na hao watoto vijana wetu wapya. Pia wazazi wao, kuna baadhi wanaletwa na wazazi, lakini pia sio tu hilo, serikali za wanafunzi zinahusishwa sana katika hili. Wengi hata waendi likizo kwa ajili, wengi wanawapiana hata kwa zamu, lakini wanakuwepo ili kuwasaidia wenzao zaidi. Na unakuta kijana akikutana na kijana mwenzake yupo kama sehemu hiyo ya kipindi cha mapokezi cha orientation, wanapoona vijana wenzao wapo wamevaa uniform za pale na kila yani t-shirt tuseme zinazotambulisha kile chuo husika, inawapa nguvu hao wapya usiogope. Na hata hivi majuzi nimeona maswali mengi ya wanafunzi wageni
nikiwa tu mimi kama mwalimu pale, wengi wanatamani zaidi pia kuulizia serikali ya wanafunzi wao mpya. Ni rahisi mengi wanasikia uhuru pia zaidi kupitia kwa wanafunzi wenzao. Kwa ni kitu ambacho kimepangwa vizuri kweli kwa hii wiki nzima. Sasa Dean of Student, mimi naamini kwamba wewe ni kama mlezi, wewe ni kama mzazi, na wanafunzi wanapokuja vyuoni wengi wao wanaamini kwamba sasa tumeenda kuwa huru. Tunakwenda sasa kujifanyia mambo yetu tunayoyataka. Wakati mwingine hii imekuwa ni chachu au imekuwa ikipelekea wanafunzi wengi kuharibika kimaisha. Nyinyi kama wazazi au nyinyi kama wewe kama Dean of Student, mnafanyeje hili kuhakikisha kwamba ule uhuru ambao alikuwa anaufikiria anaupata, yani ahusianishe kwamba bado nina wazazi hapa maeneo haya ya chuo ambao wananitekea? Sawa. Lakini labda nikusaishe kidogo, nilikuwa Dean of Students. Ulikuwa, yes. Nilikuwa hapo imeandikwa kabisa. Yupo sasa hivi. Lakini katika masuala ya maadili au mara nyingi tunakuwa tumejipanga katika chuo hata vyuo vingine. Kuhakikisha kwamba wanafunzi wetu wanaenda katika miongozo inayofaa na kufanya kwamba waelewe, kwa sababu waelewe hali ilivyo na wanachokiendea. Kwa sababu changamoto nyingi ambao sisi wenyewe tunaijua tayari wanapofika, wengi wanakuja ni kama vile wamepata uhuru. So unajua wengi wanatoka kwenye shule labda Santinani sijui wapi chini ya usimamizi, yani usimamizi mkali wa zile jumuiya, wazazi wao. Kwa ni kama namna fulani ya wao kuwa huru, sasa wako huru. Hivi mtu akipata mimba harudishwi na vitu kama hivyo, wanaona kwamba sasa wana uhuru. Na hiki tumekiona sana kama jumuiya nyingi za vyuo na kwamba mara nyingi wengi wao wanajiamini katika hali hiyo na wazazi hujisahau. Na kuona sasa hivi yuko chuo kikuu. Na sasa ukizingatia kwamba wengine unakuta pengine ndio pekee anaanza kuingia chuo kikuu, wazazi hawakufika hiyo hatua. Kwa hiyo wengi wanakuwa kama wanamuogopa mtoto. Lakini kwa hali ya kawaida katika makuzi, mtoto yule bado ni mdogo, manake anatoka kwenye utoto sasa anaenda utu uzima. Kwa hiyo utoto bado ni asilimia nyingi zaidi kuliko utu uzima. Kwa hiyo kwa mitindo hiyo mara nyingi sana katika vyuo na hata kwa experience ya pale kwangu kumekuwa hata baada ya hapo mafunzo mbalimbali kwa ajili ya kuweza kuwafundisha waweze kuelewa mazingira mapya, kwa sababu kwa mfano kama sisi hivi vyuo vya huku Dar es Salaam watoto wengi wanatoka mikoani, ndio mara ya kwanza wanakuja. Na wengi wanakuja wakiwa wazuri, utaona zile wiki za kwanza atavaa vizuri na kila kitu, lakini kama Cinderella vizuri kweli. Lakini baada ya hapo sasa wanaiga, ni kawaida kwa watoto. Wanaiga, anatamani naye avae kama fulani na kwa kisha anafana, yani kutoka, kwa sababu watoto wanatofautiana vipato. Kwa hiyo kila mtu anatamani aweze kuwa kama fulani. Sasa mazingira kama hayo ya tabia zao yanatufanya, kwa sababu tumeshaona uzoefu mwingi unaowakuta waliopita. Kwa mara nyingi watu tunaandaa mafunzo mbalimbali ya kuweza kuwasaidia baada tu ya hapo, na huo yanakuwa endelevu. Ndio, na tuna vitengo mbalimbali pale katika chuo chetu sisi kama Daltu ambacho kinadili na mambo ya jinsia, na kuna mkuu wake yupo katika hilo, kucheki changamoto zao, kuwafundisha na kuwaweka huru. Kwa mfano unakuta kama sisi pale chuo chetu wanafunzi wanapofika wanawekewa, yani wanaambiwa kabisa kwamba hapa hakuna, kwa mfano hasa sexual harassment. Tuna hiyo policy kabisa. Kwa mwanafunzi anaelezwa, ukisikia mtu yote yule anakubabaisha, ukisikia chochote, yani mwanafunzi anaingia tayari amejiamini, akijua kwamba hakuna mtu atakayemsumbua, hakuna mfanyakazi yote atakayemsumbua, wala mwalimu, kwa haogopi. Anaelezwa kabisa kwamba usitishwe wala hutafelishwa. Na kwa namna ya pekee unakuta kitu kama hicho kimedhibitiwa sana kuhakikisha kwamba mwanafunzi anazijua haki zake hata kama ni mdogo. Kwa sababu ni tofauti na kule kwamba lazima mwalimu unamuogopa, mwalimu atakuchapa na nini. Lakini hapa sasa kwa sababu wanaingizwa kwenye utu uzima, lakini kwa utaratibu, wakizielewa taratibu. Na hizo policy kwa mfano kama pale kwetu iko very, yani ni inafutiliwa mkazo sana. Kwa hiyo wanafunzi wetu mara nyingi wanachukulia walimu wao kama wazazi. Na naamini katika vyuo vingine pia inaendelea, na ndio maana unakuta sasa hizi semina, mafunzo, kwa sababu nimeona kwa mfano semester iliyopita hawa watu wa mambo ya jinsia wanapita hata wakati wa vipindi dakika chache kuwaelezea wanafunzi na kuwapa waelewe kwamba nini wanachokuja kufanya na malengo yao ni nini na waepukeje.
Sasa hiyo ni kwa nafasi ya chuo. Je, mzazi kama mzazi nyumbani anapomwandaa kijana wake anaenda chuo, sasa ana nafasi gani kwenye kuhakikisha kwamba kijana wake anakuwa na maisha mazuri akiwa chuo? Ndio, mzazi anatakiwa aelewe kwamba huyu mtoto wake bado ni mtoto. Na hilo tumeliona sana, yani wazazi wengi wanapumzika na wanasahau majukumu yao. Mzazi, mtoto anapoondoka, unatakiwa uendelee kufuatilia kuhusu maisha yake. Ukumbuke kwamba bado ni mdogo, kama anavyokuambia wengi miaka 10 na kitu, bado ni watoto na hatutakiwi, yani wazazi hawatakiwi kupumzika. Na ingia hivyo kwa sababu na mimi pia ni mzazi, kuwafuatilia. Kwa mfano mwingine yuko hostel, mzazi ni wajibu wako, kwa sababu kwa mfano kama sasa wengi si wameshaondoka, si ndio Lakini wazazi wasipumzike kwa sababu hawa bado ni wadogo. Ni rahisi sana kushawishiwa na wanaumizwa sana na vitu vidogo. Kwa mfano mimi naweza nikakupa mfano, nimemwambia binti yangu leo anakoenda hostel, anaoenda haina kabati. Umenielewa? Nikamwambia naomba ubebe tranka ili kusudi ufunge vizuri, na Magufuli akasema niache. Mama tafadhali usitaki mama nitaharibika. Nikachekwa mpaka kupitiliza. Mama, kuna mtu alishachekwa mahala mpaka akakata tamaa kahama huko nilikotoka. Kwa hiyo mimi tranka hapana. Nikamwambia kisa si usalama laptop yako kwa sababu hiyo hosteli yako haina kabati, hapana. Naomba mama nisaidie kutafuta. Sasa hapo yeye lazima alikuwa anaogopa kwa ajili ya usalama. Ni vitu gani sasa inabidi mwanafunzi au mzazi azingatie, yani hosteli hii ndio itamfaa mwanangu, mzazi kama mzazi na mwanafunzi pia? Vitu gani vya kuzingatia? Unatakiwa uangalie pia hostel ambao anaenda mtoto, na hata kama hatapata hostel, basi ufahamu mahala anapokwenda. Na ikiwezekana kwa kweli, kama si baba basi mama, hata aunti, amsindikize ule kijana. Asimwache tu peke yake na kumtuma kwenye basi kwamba nenda mahala fulani. Ni vizuri mzazi aende, afuatilie kwamba mwanae anaenda wapi. Awe wa kiume, awe wa kike. Akapaone pale mahala mtoto kijana wake atakapolala, akague mazingira ya usafi, kwa sababu pia kama si mahala pazuri mtoto ni rahisi kuumwa kila mara. Kwa ukaangalia usafi wa pale, ulinzi wake, jinsi ule uongozi unavyozingatia malezi, changamoto mbalimbali zilizoko pale, yani ujiridhishe kabla hujarudi. Na huyu kijana akijua kwamba mama anajua ninakokaa, lazima awe na hofu. Sasa kumekuwa na hali ambayo sasa hivi wazazi wako bize sana na maisha. Tuko bize sana, yani kiasi kwamba unakuta mzazi kupata muda wa kuongea na kijana wake. Yani mzazi anaweza kawa anarudi anaambiwa mbona alishaenda chuo? Mbona yuko chuo sasa hivi? Kwamba ule muda wa kukaa kumpa wosia, ule muda wa kukaa wa kumshauri haukuwepo. Ni madhara gani ambayo yanaweza yakatokea mzazi asipofanya hivyo? Kwa kweli ni makubwa sana. Kwanza, hili pia tulikuwa mara nyingi sana tunalijadili. Wazazi sasa hivi hawana nafasi ya kukaa na watoto wao. Na ukiangalia katika familia, unakuta ni familia chache sana ambazo zina baba na mama. Na hata kama baba na mama wapo, mara nyingi sana unakuta wana changamoto, kuna magomvi, mama haongei na baba. Na mama wengi wa sasa hivi pia hawajaandaliwa. Umenielewa? Hawatofautiani sana na watoto wao. Kwa hiyo unakuta jambo dogo pia anashindwa mama yule kulibeba. Muda mwingi analia. Analia mbele ya watoto wake, anaeleza matatizo yale ya ile familia. Kwa hiyo unakuta sio kila mtu anaweza akabeba yote kwa uvumilivu. Ni familia chache sana ambazo zina baba na mama kama anavyosema. Na hata wale sasa, hata hao ambao baba na mama wapo, ndio hiyo hali ya migogoro. Hakuna muda kabisa kufuatia, na kuna baba hata wanachanganya majina ya watoto wao, hawafahamu vizuri. Hawajui hata ratiba zilivyo, mtoto sasa ameenda wapi, amefikia level gani. Sasa unakuta mama mpaka hawezi, lazima awe mama ambaye ni imara na ana hofu ya Mungu, ili kwamba huko analia, kwa mfano baba hamtendei haki, yani ile ukatili kwa familia ule wa kifamilia na vitu kama vile. Unakuta mama yule anatakiwa awe imara sana na hofu ya Mungu, ili kuweza kukabiliana na mume wake mkorofi pengine au asiyetekeleza wajibu, lakini pia huku akiendelea kulinda ile familia. Lakini pia akina baba, wapo pia kina baba ambao wanapitia changamoto na wanavurugwa. Baba hana nguvu kwenye familia. Kwa hiyo mama ndo anayeendesha familia. Kwa hiyo unakuta pia hana muda wa kuongea na wavulana wake.
Kwa unakuta nao pia ni changamoto, kwa ni watoto ambao hawajaandaliwa na wazazi wenyewe walikuwa hawajaandaliwa. Sasa ninakuja mfano kwa hili swala ambalo kuna wamama ambao wanalea watoto peke yao. Na hii imeona kwenye jamii, hata mtaani, angalia nyumba 10 tu ngapi zina baba na mama. Unakuta labda ni chache sana. Sasa wale wamama hasa ambao wako peke yao, na hilo kwa kweli naomba niligusie sana, wajue kwamba unavobaki peke yako kama single mother wanavyoita, inabidi usimame imara. Ujue kama Mungu amekuamini wewe ni baba na mama, kwa sababu ukikaa kulia na kuchanganyikiwa utaharibu wale watoto. Kwa hiyo ina maana inabidi usimamie watoto wote wa kike na wa kiume kuhakikisha kwamba wamekwenda inavyopasa na kuwafuatia, kwa sababu bila hivyo wataharibikiwa. Kwanza wanaishi hawajiamini. Na hasa wanapokuwa kwenye mashule ambako wenzao wanapendwa, mtu anamuona baba yake, mtu anamuona mama yake, anavyoona familia nyingine zinaishi katika mazingira ya furaha, mtoto yule anaishi amenyongonyea. Kwa lazima yule aweze kuwa mama mzuri pia wa baadaye. Ni kweli. Na tukirudi kwa Rosina hapa, maki muda mrefu umekaa kutulia. Hebu tupe uhalisia wako wewe, ilikuwaje wakati unaenda shule? Wazazi wako walikuandaaje? Au kwa marafiki zako wa karibu ulikuwa unaona kitu gani cha tofauti ambacho wewe ulitoka nacho nyumbani wao walikuwa hawana? Cha kwanza kabisa, mimi wakati natoka nyumbani nilipewa, yani ni maneno machache ambayo babangu aliniambia. Nilipata nafasi ya kukaa na babangu, akaniambia unapoenda shule, cha kwanza jua kabisa unaenda kuiwakilisha familia na unaenda kusimama kama mtu ambaye jamii inakuangalia. Una wadogo zako wengi, hata kama kuna wadogo zako ambao umezaliwa nao, ila una wadogo zako wa shule wa kila sehemu, umetoka madaraja mbalimbali. Unapoenda kule ukawe kioo, si kwa sababu sisi hatupo kule, ila wewe uende ukawe mtu mwingine. Ukienda kule uwe mtu makini, ujue nini kimekupeleka, na pia ujue umekuwa mtu mzima. Taweza kushindwa kumonitor kama ambavyo ilikuwa kipindi tuko kule tunahitaji. Ukiwa shuleni nyingine za level ya chini, mzazi anakuwa ni rahisi kumonitor zaidi kwa kutumia walimu au nini. Chuo inaweza ikawa ni shida, lakini cha kwanza babangu aliniambia ujue kwamba unapokuwa kule, yani ujitambue wewe ni nani, unataka nini. Maana mimi babangu anasema mimi naweza nikakwambia mimi nataka uwe hivi, ila usipojitambua wewe ni nani unataka nini kwa wakati huo, ukapoteza yani ukapoteza muda pasipo sababu. Kwa hiyo yani cha kwanza ni kwamba aliniambia nitakiwa nijitambue mimi nani na chuo naenda kwa ajili ya kazi gani. Na nikijua tu hilo kwamba itakuwa ni rahisi mimi yani ni rahisi mimi kuishi maisha ya chuoni na kuadapt kila kitu kipi ambacho kinakuja na kuishi kufuatia ile misingi ambayo nimelelewa nyumbani. Ya heshima kama ni kumsalimia mtu, ya heshima kama ni kuwaheshimu walimu. Si kwa sababu babangu aliniambia si kwa sababu nimekununulia smartphone basi ukienda shuleni hausikilizi tena mwalimu, upo na simu muda wote. Si kwa sababu sasa hivi hutavaa uniform basi ukienda shuleni hautavaa kama ambavyo unavaa nyumbani. Au si kwa sababu yani hivi na hivi, yani alikuwa anaendeleza kwamba vile vitu ambavyo kwamba anafanya nyumbani ambavyo yeye yupo, kwamba kuna misingi sisi tumelewa na baba yetu, ni familia ambayo baba ni kichwa cha familia. Kuna nguo uwezi kuvaa mbele za baba, kuna namna uwezi kuongea mbele za mzazi, kuna vyakula uwezi kufanya hivi, yani kuna tabia zile za familia ambazo wanasema kwamba yani kama nyumbani ulikuwa uruhusiwi kumwaga chakula basi ukienda kule usio nini vile na kama ulikuwa uruhusiwi kwenda night club nyumbani, ukienda chuo usiende night club kwa sababu mtu akuoni. Yani, na babangu alikuwa anapenda kutumia imani. Sisi tumeelewa katika ni watu wa nini dini, anasema kwamba kile kitu ambacho ulikuwa ukifanya nyumbani unafanya naenda ibada nyumbani kila Jumapili, basi ukifika kule uende nini ibada. Yani vile vitu misingi nilokuwa nayo nyumbani niishi huku chuo kama ambavyo yeye yupo, hata kama hayupo. Anasema kwamba utakuwa umenisaidia sana mimi kuwa yani utakuwa umesaidia kutunza nini jina la familia na umenitunzia nini heshima mimi baba yako. Sasa hapo ukiwa nyumbani kuna changamoto ulikuwa ukizipata, wazazi wanakusaidia. Ulipokuwa chuo zile changamoto zilizokuwa zikupata ulikuwa unazitatuaje wewe kama wewe? Changamoto ambazo zilikuwa zikinipata nilipokuwa nyumbani, nilikuwa nikipata changamoto, kwa mfano nikiugua, baba nilikuwa namwangalia anapata pressure sana, anaumwa tumwaishe hospitali hivi. Mimi naona kwamba naumwa ni kweli, lakini yani ile hali ya pressure alionayo na pia ni kwa sababu ni mgonjwa, nikaona kwamba yani ile hali ambayo alikuwa anachukulia, kwa mfano nikipata shida ilikuwa inamsumbua. Kwa nilivyokuwa chuo kuna wakati nilikuwa nikiumwa, labda nikiugua lazima nifikirie mimi mwenyewe, je, hapa nina bima, ngoja kwanza niende hospitali, nipime, nimalize, nifanye vile vitu vya muhimu kwanza. Baadaye nitamwambia kwamba nilikuwa naumwa ila nilifanya hivi na hivi, au nilichukua hela ya kitu fulani nikaweka kwenye matibabu. Ila kumwambia kwa pale pale atakuwa ananichanganya, sababu nishagundua kabisa ni mzazi ambaye ana paniki haraka.
kwa sababu anajua hali yangu, nimeshaikuwa mgonjwa. Kwa hiyo vitu kama vile vilinisaidia nilipokuwa chuo kuchatua changamoto nyingi, kwa sababu nimeshaikupitia changamoto nyingi kipindi nikiwa shule ya advance. Kwa hiyo changamoto zile ziliwapa wazazi wakati mgumu sana. Kwa hiyo nilipokuja chuo nilikuja mtu mpya ambaye kila changamoto ninayokutana nayo mara nyingi nilikuwa nikizitatua mimi mwenyewe, au nikikaa nikiona kabisa kama nimeshindwa ndipo naenda kuomba sehemu, yani ndipo namtafuta mzazi. Ila ilikuwa ni mzazi kwangu ni suluhisho la mwisho. Na kitu kingine babangu aliniambia kwamba kila sehemu ninapoenda kuna watu wazima wenye hekima na maarifa. Na mimi nilipofika chuo nilikutana na walimu wenye hekima na maarifa. Alipokuja darasani ninamwanalysis mwalimu kwamba huyu je, naweza nikaongea naye, nikamueleza kwamba shida yangu hii, nikamueleza kwamba nina tatizo hili na hili, atanielekeza. Kwa hiyo pale nilipopata wale watu ambao wananielekeza, ilikuwa inanipunguzia mzigo wa kuwapa wazazi hofu ya kila siku kwamba mimi nina matatizo haya na haya. Hata nilipokutana na shida kubwa niliweza kuzitatua kwa wakati mdogo, kwa sababu nilikuwa na watu yani mentor wengi ambao walikuwa wanaweza kunisaidia kabla ya taarifa kuzifikisha kwa wazazi. Kuna mambo mengine unapompelekea mzazi, kwa mfano si wengine tuna wazazi ambao ni wagonjwa. Unajua kabisa jambo hili nikimpelekea mara moja kwamba mimi kuna somo nilikosa mtihani kwa sababu ya kutokujua venue. Yani nilichanganya venue, nikaingia venue nikakuta mtihani umeanza, nilipofika yani nakuja kugundua venue muda umeenda kwamba ili somo nitarudia mwaka. Unapomwambia mzazi anapata mshtuko, hajawahi kuwa kwenye yale mazingira. Kuna haya masuala ambayo tumeyazungumzia ni masuala ya mob psychology, kwa maana kwamba wewe inawezekana ulikuwa umejitahidi kuepukana nayo, kwamba mwanafunzi anafika chuo akiwa tayari amepata ushauri. Kuna wenzangu na mimi bwana nilipewa ushauri mwingi sana, lakini chuo nilitimiza machache sana na mengine niliyasahau. Umeelewa Kuna masuala ambayo sasa mwanafunzi anaenda kupata pesa. Hii tunasema ni pesa ambayo ya kumsaidia. Tunasema bumu wenyewe mnaita bumu. Na kuna mwanafunzi anasema alinunua gari sijui kwa bumu. Sasa sijui aliweza vipi. Hebu tuambie unamshauri nini yule mtu ambaye unatamani sana, yaani wewe uliambiwa, lakini kuna kitu baada ya kufika chuo huku, yani katika yale ambayo uliambiwa ulipofika chuo ukakutana maisha mengine tofauti. Sasa unamshauri nini huyu kijana ambaye sasa anakwenda kuanza chuo? Kile kitu ambacho wewe ulitamani kuambiwa na ukuambiwa, sasa baada ya kuexperience kuishi yale maisha ya chuo, unatamani huyu kijana ambaye anaenda kuanza afahamu. Kwanza kabisa mimi naweza nikamshauri kitu ambacho sikuambiwa nyumbani, sikuambiwa na mtu yoyote. Nilipata tu taarifa kuna bomu. Ila nikafika chuo tukasaini, ilikuwa ni 500,000 na kiasi kadhaa. Mara ya kwanza mimi kushika 500,000 nilizoea nyuma. Yani sisi ni mimi nimetoka kwenye familia ya mzazi ambaye ni strict. Hata ada za shule analipa mwenyewe, anakupa pay slip. Kama ni mfagio nilikuwa nanunuliwa Dar es Salaam na certificate kwenda Butiama. Kwamba nikipewa hela mkononi ni ya pocket money na nikipoteza kwamba nimepoteza pocket money yangu, ila siwezi kupoteza ada. Yani kila kitu ikitokea kuna kitu amesema impe mkononi, ataituma kwa mkuu wa shule, ila sio. Kwa nimepewa 500,000 pekee yake. Hela nyingi sana kwa sababu nilikuwa yani kitu ambacho nilikosa nyumbani hawakunipa, yani nilikuwa sina ile elimu ya nini ya fedha, yani ile kwamba nifanyeje hii hela, yani niliona ni nyingi. Na mimi nimegundua kwamba sasa hivi first year wanapata shida. Juzi nilienda chuo kurudisha joo, nilikutana na first year wale kefu. First year anaagiza kila kitu kilichopo kefu. Anakula chipsi, anaziacha pale. Anakunywa juisi, anaacha pale, anapata soda. Mtu ananunua kwa pesa siipo pesa. Kwa mlo wa wakati mmoja anakula 8,000 9,000. Lakini ukiangalia bomu la 600 kwa miezi miwili, ni maana kwa siku moja 10,000. Na nitaka nikwambie kwa maisha ya mwanafunzi 600,000 inaweza ikaisha ndani ya wiki moja ukiwa first year bila wewe mwenyewe kujua, ukaishi maisha magumu ambayo kama utakutana na wasamaria wema watakwambia twende kefu tukakununulie miogo wakati wao wanakula ubwabwa. Unaweza ukarudi nyumbani bila kujua nini nani. Kwa hiyo elimu ya fedha ni nini? Ni muhimu. First year. Washaambiwa. Tuambie washaambiwa tayari. Kwa sababu mkifika huku kuna makato mjuu. Yaani mstari tumekaa hivi tunakatwa. Waambie kwa sababu kuna kukatwa. Kwa acha wale sasa hivi wale wanachokitaka, lakini ukifika wakati wa kulipa basi moja kwa moja tupate kwanza ujumbe. Namba za simu zinapita hapo chini. Mpendwa mtazamaji, unaweza kututumia ujumbe wako nasi tutasoma kwa sababu tuko pamoja na wewe. Hii message anasema hello weekend, mambo yenu vipi hapo? Jojo, mambo vipi? Anasema mambo ya kufahamu kabla ya kuanza chuo
anasema kwamba sidhani kama vijana wa sasa wanaangalia hayo mambo. Wao wanaenda liwalo na liwe. Yaani 90% huwa hivyo. Huyu ni Hamisi mpiga picha kutoka Ndanda. Huyu tena anatuambia habari hapo studio, naitwa Justo au Alex, anatokea Gairo Morogoro. Anasema yeye binafsi niseme kuwa na kitengo ambacho kitakuwa kinatoa elimu kwa wanafunzi wapya. Yaani kujua nini waombe kwa wakati sahihi, mikopo na kadhalika. Yaani wakimaanisha naamini kozi gani na mikopo, namna ya kuomba na changamoto zinazotokea hasa kwa wanafunzi aliyetoka kwenye jamii ya wakulima. Manake wengi hao ndo wanahitaji mikopo. Huyu anasema kwamba wasia wangu kwa wanachuo ni kwamba wajitahidi kupambana na ndoto zao na waishi vyuoni kwa maadili mazuri zaidi. Mwingine anasema kwa upande wake, sisi wazazi tuwe tunaendelea kuwafuatilia watoto hata wakiwa hapo chuo. Tumelisikia hilo pia kutoka kwa dokta. Na huyu anasema binafsi anaangalia kipindi binafsi naingia vipindi 6 darasani chuoni bila kuelewa chochote kile. Nilipozoea nikawa genius sana. Wazazi wanapaswa kuwaambia ukweli watoto wao, yani hao wanachuo, kuwa chuoni hakuna kula bata ila kuna supplementary, carry na discontinual. By Halidi Kachura wa Korogwe, Tanga. Sasa Dini, huyu anasema yeye chuo aliingia vipindi 6. Hakiingia darasani hola kapa. Kitu gani ambacho unahisi kinafanya wanafunzi wasielewe Maisha yamebadilika, shule walizotoka walikuwa wanatafuniwa sana, maisha ya chuo yakoje, elimu ni vipi? Nafikiri kuna baadhi ya karibu ulivyotaja vinahusiana na jambo hili. Kwa mfano, kuna wanafunzi ambao wametoka kweli shule ambazo wanapewa kila kitu. Yaani notes anaandaliwa, mambo yote anapewa, kila kitu kinaandaliwa vizuri ili aweze kufaulu. Ni kweli katika zile hatua za nyuma, form 4, ile form 6, walimu na utawala zote za zile shule zinapenda sana kupata ufaulu mzuri. Kwa hiyo mwanafunzi anaandaliwa kwanza ili aweze kuleta heshima kwenye shule, kuhakikisha kwamba shule imefanya vizuri kuliko nyingine. In fact katika kipindi hicho unakuta hata wanafunzi wanachapwa sana ili kusudi waletee shule heshima. Kwa hiyo wanafunzi kipindi hicho wanasoma kwa ajili tu ya kuweza kufaulu, aweze kupita. Na ni kweli hiyo mitihani inaitwa ni ya kuwaweka mahala. Wanasema ni placement examination, kwamba inamsababisha sasa aweze kuingia chuo kikuu. Kwa hiyo lazima aweze kufaulu, aweze kuweza kufaulu, yani inamweka mahala, placement inamweka mahala ili aweze kuvuka katika level. Sasa wanafunzi wengi wanafanya na walikoandaliwa, wanaandaliwa kwa ajili ya kufaulu mtihani. Lakini wanatakiwa wajue kwamba unapokuja chuo kikuu sasa huku unakuja kujifunza kupambana, kwa sababu unakuja sasa kuigiza. Ni kama unajifunza kujizoesha kwenda kujitegemea mwenyewe. Kuna baadhi ya wanafunzi ambao wameandaliwa kwenye baadhi ya shule wanajitafutia wenyewe kama kuku wa kienyeji. Kwa hiyo unakuta wale hawahangaiki sana kwa sababu alishazoea kuhangaika. Lakini wale ambao kila kitu anapewa, kwa sababu nishaona baadhi ya watoto ambao wametoka shule hizi ambazo kila kitu wanaandaliwa, alivyoenda form 5 shule ambao mtu unahangaika mwenyewe, wanashindwa, wanalia warudi walikotoka kwa sababu notes zote na kila kitu wamepewa. Sasa labda tu niseme na natoa wito kwa wanafunzi ambao wanakuja sasa vyuo vikuu. Ujue kwamba chuo kikuu sasa ndio kilele cha kila kitu. Unaenda kuandaliwa kuwa mtaalamu. Na kile kitakachotoka baada ya hapo ndio kitakufanya uuzike baadaye. Sasa nimegundua pia changamoto nyingi ni kwamba wengi wanaenda kwa ajili ya mitihani. Na wanafunzi wengi ni watoro. Umenielewa? Anajua atasoma kwenye mtandao, atasoma hiki, anakuja kwenye mtihani. Ni kosa kubwa sana. Yaani kokote mliko kama mnatusikiliza hapa, yaani mjue kwamba chuo kikuu ni kiwandani, unaandaliwa kuwa mtaalamu. Naweza nikakupa mfano, kwa mfano hata kwenye kozi mbalimbali hizi mbalimbali mnazoziona, mfano unaenda kujifunza udriver na unasoma online. Huna muda wa kufanya mazoezi, huwezi ukaendesha gari vizuri. Kwa sababu lazima uive, na utapendeka kama utaendesha gari vizuri. Kama ni mwalimu pia unaandaliwa kuwa mwalimu au mtaalamu wa chochote, mtangazaji, utakapofanya kazi yako vizuri ndio utaiva. Kile cheti hakina maana, yani kitakusaidia. Lakini kama ni cheti ambacho tu kina GPA kubwa lakini hufai, unajimaliza.
Yaani naomba sana kwa wale ambao mnaanza mwaka wa kwanza na mnaoendelea. Mjue kwamba vyuo vikuu sio mahala pa kufanya mitihani. Kuja kushindana. Kuja kushindana na kufaulu. GPA haifanyi kitu. Lakini ni utafanya nini? Je, unaweza kufaa kwenye jamii? Na naomba sana yani muwe na malengo tofauti. Kila unachojifunza darasani ukiangalia utakifanyaje kazi. Najua sasa hivi mitaala imebadilika. Na tumefanyia sana review yani mabadiliko kwenye mitaala yetu kuhakikisha kwamba inakuwa ya vitendo zaidi, na waziri wetu wa elimu Profesa Mkenda aliyepita na sasa ameingia tena amesisitiza sana hilo na kulisimamia, na sisi wenyewe tumeshiriki kutengeneza hiyo mitaala ili iweze kuwa ya vitendo zaidi. Kwa hiyo na kwa Rozina Rozina tumemsikia pale mhadhiri akituambia ni kwa namna gani wanafunzi wanapata hizo changamoto kutokana na swali ambalo limetoka au maoni yaliyotoka. Wewe kama wewe uliwezaje kuweza kuyamudu masomo ukiwa darasani na kuelewa vile ambavyo vinafundishwa mpaka unahitimu leo hii? Cha kwanza kabisa yani nilijali muda na nilijitambua kwa namna gani. Niligundua ya kwamba maisha ya shuleni advance yalikuwa ni mepesi sana. Ukuwa na kitabu ambacho unaweza kusoma vitu vyote. Kile kitabu kimoja, ukitumia kitabu cha history tu, ukisoma mwanzo mwisho unaelewa kila kitu. Yaani kipo kila kitu pale. Lakini maisha ya chuo kikuu niligundua kwanza mwalimu afundishi kama sisi advance mwalimu kwa anatumia lugha zote, Kiswahili, Kiingereza, anachanganya, ataongea mpaka kilugha kama ni shule, kama wanafunzi akagundua kwamba kuna wanafunzi ya nani. Lakini chuo kwanza lecture kwa mfano kuna kozi ambazo zile kozi za general, kwa mfano communication skills. Yaani inakuwa ni hall kubwa, watu ni wengi. Mwalimu anasimama mbele na maiki. Yaani kuna yani ni kwamba sound tu kile chumba kwamba sound iko vizuri utasikia. Lakini usipokuwa makini na kutake note ni kwamba hakuna notes. Unaweza ukawa na notes lakini nakuaminia kwamba zile notes ambazo unachukua kutoka kwa mtu zinaweza sio zina kila kitu ambacho mwalimu amesema. Inaweza kuwa notes za mwaka jana, mwalimu amefanya maboresho mwaka huu. Kuna mitaala imebadilishwa, kuna vitu vimeongezeka. Hasa wewe utajuaje? Kwa hiyo nilijali wakati, nikagundua pia chuo kikuu kwamba sihitaji zile second hand notes. Nahitaji notes ambazo nimeandika mimi mwenyewe. Kwamba nimekopi kumsikia nani kutoka kwa mwalimu, kwa sababu hivi ambazo tunapewa na waliopita au tunapewa kwamba kutoka unatumia kwenye simu hizi hapa notes jamani, topic ile notes hizi wengine tu wanakuwa wameedit kwamba hii ni 2025 ila nyingine zimetoka 2021. Mitaala imebadilika, theory zimebadilika. Theory ni mawazo, mtu anapokuja na wazo jipya ni kwamba vitu vinakuwa vimebadilika moja kwa moja. Kwa hiyo usipokuwa makini ukasema kwamba mimi nitatumia, siku hizo wanasema tunatumia artificial intelligence, nikimuuliza asubuhi maswali 5 nikitoka hapo naenda kwenye mtihani. Nataka nikuhakikishie chuo hakuna kitu kama hiyo. Yaani hamna zimamoto chuo. Yaani ni hujasoma na ukienda kwenye mtihani ni kama ni ukisikia mtu anapata 0 ni 0 serious. Advance kulikuwa kuna mtu anasema nikiandika pointi tu nikipata, maelezo nikikosa una alama. Hakuna kitu kama hicho. Kwa sababu tuliosoma history. Dokta, nije kwako tena. Sasa hivi kuna masuala ya afya ya akili. Kwamba tumekuwa tukiona baadhi ya wanafunzi wakijiua kutokana na masuala mbalimbali. Na katika mazungumzo yako ulizungumza kwamba sasa hivi vijana wanakuja wakiwa ni wadogo. Tofauti na sisi tulienda tukiwa mijitu mizima. Tumekomaa kiakili, tumekomaa kifikra. Lakini huyu mtoto ambaye anakuja, namuita mtoto bado au kijana mdogo, anakuja hawezi kujisimamia kimaamuzi, ana shida, anapata depression. Kuna hizo kesi ambazo vijana washakuja kuomba ushauri kwako, au hizo kesi huwa mnazifanyaje ili kuhakikisha hawa vijana ambao hawezi kujisimamia kimaamuzi kukaa sawa na kutatua matatizo yao? Ni kweli kipindi nilichokuwa Dean of Students nilikuwa napata hizo cases. Na hata sasa kwa sababu tu mimi nimetoka pia shule ya elimu, ni mwalimu, kwa hiyo wanakuja kutokana na ile tu kumzoea mama kufanya vitu kama vile. Ni kweli nimegundua wengi bado hawajapata muda, na nimegundua wengi wamekosa upendo. Unajua kutokukubalika kunaumiza sana, na hasa kuanzia nyumbani. Kama nyumbani mambo hayako vizuri ni shida. Watoto wengi ambao wanapitia tu hizo za kujua, unakuta shida inaanzia nyumbani. Kama labda kuna matatizo ya kifamilia, wazazi hawaelewani, mama ameachwa peke yake. Kuna mara nilienda kwenye mahafali kwenye high school moja, mtoto alikuwa analia sana kwa sababu mama hakuja, ametuma jirani. Kwa sababu wana mgogoro, wanataka kuachana yeye na baba yake. Yule binti alikuwa amechanganyikiwa analia. Yule jirani nilikuwa nashuhudia anambembeleza na kumfariji mtoto, ndo akatupa pia na hiyo
hiyo picha ambayo imemtokea. Sasa mtoto kama huyo anaenda, mama analia, mambo ni mabaya na alishazoea ule upendo wa baba na kuna migogoro, hawezi kwenda vyema. Na anapofika shuleni pia pengine unakuta pia anakutana na changamoto sasa ya hali ya uchumi. Uchumi umebadilika. Alikuwa ameshazoea kuitwa daddy's girl kama ni msichana. Kijana alikuwa ameshazoea kuwa mtoto hivyo ambaye ni kipenzi cha wazazi. Anapokosa hizo opportunity zile nafasi tena zile za kufurahia kile alichokizoea, inamletea shida sana shuleni. Kwa kuna hilo, kuna tatizo la uchumi, kipato kinaposhuka wengi hawawezi kuendana. Lakini pia shida nyingine pia ambayo inapelekea wao kujiua, imani. Yaani sasa hivi familia nyingi zimesahau kufundisha watoto kumjua Mungu. Ni maisha tu kwenda mbele. Yaani leo mtoto afurahi, angalie TV, afanye hiki. Kwa hiyo hawajui hata misingi ya imani inasemaje. Lakini kama ungekuwa unafundishwa kwenye dini zao kwamba kujiua ni dhambi, ukifa kwa staili hiyo unaenda motoni, alafu humkomoi mtu yoyote, na kwamba ukiondoka watu rahisi kusahau, wakabaki na hicho kitu wakikielewa, si rahisi. Lakini sasa misingi ya imani imesaulika sana kwenye familia. Sasa hizi ni kutafuta hela, kurudi usiku nyumbani. Kwa hiyo hatujui watoto wamefikia hatua gani. Lakini pia kama hiyo kutoongea na watoto. Sasa ingine unakuta mwingine ananyanyasika mahala, anafanywa hizo semeje ile sexual harassment. Unakuta pengine kuna mtu anatumika, kuna changamoto za ndani ya kifamilia. Unakuta watu analazimika kufanya mapenzi mahala na hajui, yani mzazi hajui, anaogopa kusema. Kwa hiyo unakuta mtoto anakuwa na vitu vinamuumiza ndani kwa ndani. Mama ni mkali sana, baba ni mkali sana. Ni wa kwanza kuhukumu akimwona mtoto. Hamfanyi ule ukaribu na urafiki. Kwa hivyo vitu wetu kwa anakuta amekosa pa kwenda, anaona mimi kwa sababu nimekataliwa, wacha niende. Ili waone faida yake nikikosekana. Sawa. Tunarudi kwa mhitimu mpya mjini hapa. Rosina, hebu tuambie ulivyokuwa chuoni, changamoto gani kubwa ambayo ushawahi kukutana nayo, na hiyo changamoto ukasema mimi hii sitokuja kuisahau? Kukosa taarifa, yani taarifa sahihi. Ukosefu wa taarifa sahihi chuoni umepelekea sababu nyingi. Kuna wanafunzi wameacha masomo, kuna wanafunzi wamejiua, kuna wanafunzi ambao wamekatisha ndoto zao kutokana na kukosa taarifa muhimu. Kwa mfano, pale labda mwanafunzi amekosa ada, hajui haende wapi au hajui nani amsaidie. Kwa mfano sisi University of Dar es Salaam Limani kuna loan board, kuna dean of student, yani kuna advisor, kuna watu wengi. Lakini mwanafunzi anapokosa taarifa muhimu kwamba nikiwa na shida, kwa mfano mtu amekuja chuo tangu, kwa mfano amekuja sasa hivi amekuja mwezi wa 11, unafika mwezi wa 12. Inapoanza Januari kunakuwa na test 1. Ile maana ni test 1 kwa ajili ya kwenda test 2 kwa ajili ya ile mwisho wa semester. Sasa hujalipa ada, vile vitu ukiwa first year ni ngumu kuingia kwenye test 1 au test 2 ukiwa hujalipa ada. Kwa mwanafunzi kama yule anapokosa taarifa muhimu, anauliza ukuta, anaambiwa hiyo kuna mwingine aliacha chuo kwa sababu alikosa ada, alikosa mkopo. Ila nikiuhalisia ni kwamba amekosa taarifa muhimu, kwamba angeenda kwa loan board angesaidiwa, angepewa barua hii, akaingia kwenye mtihani, akafanya nini, akaendelea. Lakini si hivyo tu, kuna watu ambao wanapitia changamoto. Mtu ameumwa siku ya mtihani ghafla, anarudi anakuja kuuliza, anaambia wewe unapata incomplete moja kwa moja au ni discontinuity. Yaani mtu tu kirahisi anamwambia kwamba hivyo, kwamba ile kukosa taarifa muhimu inasababisha ndoto nyingi za wanafunzi wengi na watu wengi kufanya maamuzi ambayo si sahihi. Sasa mwanafunzi afanye nini ili kupata taarifa muhimu anapokuwa chuoni? Mwanafunzi usitegemee taarifa kutoka kwa wanafunzi wenzako au kwa continuous. Wakati mwingine continuous tunatumika sisi kuwatishia wadogo kwamba kozi ni ngumu. Huyu lecturer ingiliki. Huyu alisema uje Palestina umletee matatizo yako. Huyu alisema hiki. Hasa ili upate taarifa muhimu, kuna idara zetu. Kwenye idara kukosekani mwalimu ambaye, kuna mwalimu wengine ni vijana, kuna wengine ni mabinti. Basi umekosa, kuna walimu wengine ni wana umri umesogea. Tafuta mtu ambaye unaweza kufanya nini? Kuongeana. Lakini kitu kingine, shuleni, kwa mfano University of Dar es Salaam kuna madeni student wengi. Sio lazima hata uende wa college yako au wa idara yako. Nenda kwa mtu ambaye atakupa taarifa sahihi. Nenda kwa mwalimu. Mwambie mwalimu kwa scenario. Basi kama huwezi kujielezea ni wewe una shida, mwambie mwalimu, kwa mfano kuna scenario hii. Na kuna hiki na hiki na hiki. Kwamba mimi nimepata shida hii na hii. Mwalimu unahisi nasaidikaje? Upate taarifa muhimu. Ukichelewa chuo, kwa mfano labda ulikuwa unatakiwa uandike barua ya kuomba special exam kama ulimisi mtihani. Ukichelewa wiki moja afu ukakuta barua zilishaenda.
yani kama ukikosa taarifa muhimu unaweza ukachanganyikiwa ukaacha chuo. Kwa sababu watu wanakupa taarifa ambazo za kukutishia. Watu yani hawakupi maelekezo yale. Sasa sio kila mtu ana moyo kuanza kuelekeza kwamba mimi nilipopata ile tatizo nilienda hapa na sasa hapa. Hapo dokta, kwa jinsi anavyosema mwanafunzi aliyehitimu, ukosefu wa taarifa, mmejipangaje kutatua hii changamoto kwamba kuhakikisha kila mwanafunzi ambaye anafika chuo anapata taarifa sahihi na kwa wakati sahihi ili kuepuka haya ambayo yanaweza kuwatokea? Lakini pia tunawategemea kwamba lecturers nyinyi ndio muweze kuwapa muongozo. Kuna wengine amesema kwamba hawaingiliki wakali. Inakuwaje? Asante. Nimeona kwa uzoefu wa pale kwetu, mara nyingi wakishafika wanawekwa kwenye magrupu ya madarasa yao, kwa sababu kuna wizara. Kwa hiyo ile serikali ya wanafunzi inawaweka kwenye magrupu, wanaingizwa wote kutokana na namba zao, wanakuwa na magrupu ya WhatsApp ambayo yanawapa taarifa ya mambo yanavyoendelea. Kwa hiyo unakuta hata kama kuna mabadiliko wanapewa. Kwa mfano saizi graduation zinaahirishwa kutokana na mambo mengi yaliyopo, wanaambiwa tayari kuna huo mfumo. Lakini pia labda tu niseme kwamba wasiogope pia kwamba walimu ni wazazi. Wasiogope kuwafuata. Ni ile tu nidhamu. Kuna changamoto tu sana kwamba watoto wetu siku hizi nidhamu zimepungua. Lakini kokote utakako kwenda, ukimfuata mwalimu wako kwa heshima na nidhamu, kumuuliza changamoto yako, hata kusaidia hawezi kukuacha. Kwa hiyo itawasaidia. Lakini nafikiri tutazidi tena kuimarisha zaidi na zaidi. Lakini nimeona mfumo huu unafanya kazi sana. Sana huwa WhatsApp na hizo communication kutokana na hata sasa wengi wameshaanza kuwaunga kwenye makundi hao wanaosajiliwa ili kusudi waweze kupata taarifa mbalimbali. Moja ya kosa ambalo sitamani mwanafunzi yoyote aje alifanye kama mimi ambalo nililifanya. Mimi wakati nimemaliza form 6, wazazi wangu walisema nenda kwa kaka yako akusaidie kuchagua course. Umeelewa Hiyo ni kosa ambalo sitaki mwanafunzi yote aje kulifanya. Ndio. Kwa hiyo mimi kaka yangu akanichagulia kitu kinaitwa small business and entrepreneurship. Kitu ambacho mimi kwangu mimi hapo swala sipo. Kwa hiyo nilipofika chuo nikagongana kila nikifika cha kichwa, kila nikifika kama napigwa tu nyundo za kichwa. Umeona mambo ni magumu. Lakini nikawahi nikachange course kwa haraka. Mshauri huyu mtu mwanafunzi ambaye tayari ameshaingia kwenye msala kama wangu. Ameshachagua, amefika kule mambo ni magumu. Anatakiwa kufanyeje? Mara nyingi kuna wanafunzi unakuta wana ndoto zao toka mapema. Mtu anatamani labda kuwa mwalimu, kuwa daktari toka mapema. Na wengine unakuta anapenda pia chuo fulani. Kuna watu ambao wanaenda wanajua kabisa kwamba naingia kwa kozi fulani, lakini baadaye nitafanya nini? Nikiwa pale pale nitabadilisha. Kwa sababu nimekosa, kwa sababu nakipenda chuo fulani. Nafahamu kuna watoto ambao unakuta mtu anataka asome UD peke yake. Kae Dar es Salaam. Kwa hiyo unakuta hakupenda siasa, lakini amekuja kusoma political science. Umenielewa? Lakini sio kitu anachokipenda na akimaliza, mbali tu yuko kwenye chuo fulani. Labda tu ni wasie watoto wetu kwamba vyuo vyote vinaratibiwa na TCU vizuri. Ndio maana ratiba zote zinafuatwa na wao. Kwa hiyo maadamu kimesajiliwa kinafaa kwa wewe kusoma. Ufate ndoto zako. Na ukienda pale chuoni, naomba tu mjue kwamba ajira si nyepesi sana. Kwa hiyo uende ukasome kwa namna ambavyo utajiajiri baada ya hapo. Unaweza, kwa mfano, unapoanza masomo yako, nenda hakikisha kila unachokisoma unaanza kukifanyia mazoezi. Sasa hivi kuna platform hizi kuna sio tusemeje uwanja mwa kwenye mitandao ya kijamii. Kwa mfano labda ni sheria au uandishi wa habari, unaweza kufungua page yako ukawa unatoa yani ushauri kwenye kile kitu chako. Na unapotoa ule ushauri hata kama kwa mwaka wa kwanza unaanza unatengeneza CV yako. Yani hakikisha sasa hivi ukifika tu andaa CV yako. Wewe ni nani, umemaliza form 6 mpaka hapo. Ukifanya hicho chochote umefundishwa darasani, nenda practice kwenye nani yako, fundisha, toa ushauri na uandike kwamba tarehe fulani kwenye page fulani mimi nilielezea kuhusu hiki na hiki. Ukiwa likizo nenda kajitolee mahala fulani. Umenielewa? Kajaribu, nenda hata kwenye studio kama nyewe waandishi wa habari, kafanya hicho kitu. Mimi na mfano wa kijana wetu pale chuoni, yeye amekuja tayari ana online media yake, amekuja kusoma uandishi wa habari. Hana mpango wa kuajiriwa na mtu yoyote. Kwa hiyo yuko busy kila mara
kashatengeneza msingi kabisa tayari. Kukiwa na matukio anachukua picha, anafanya nini, anaimarisha na anajiandaa kuajiri watu. Na inawezekana sana kwamba kama unaelewa ulichofanya, hakikisha kuwepo na namna fulani ambako utafanyia kazi hicho kitu chako. Inawezekana usipate ajira haraka, lakini ukikaa bila kuajiriwa, yani bila kufanya mazoezi, upate kazi, CV inakuwa haina kitu. Kwa hiyo hata kama umemaliza sasa, baada ya kukimbia tu kwenda kuuza machungwa, hakikisha unafanya kitu. Ndio maana tukiingia kwenye interview tunaulizwa au tunaambiwa kwamba una uzoefu gani. Kwa hiyo unataka kutumia kama uzoefu wako. Na kwa kumalizia kwa mhitimu wetu hapa, una yepi ya kusema kutokana na maisha ambayo umejifunza ya chuo? Unamwambia nini yule kijana aliye nyumbani au ambaye ameshafika chuo anaanza maisha ya chuo kwa kumalizia? Kwa kumalizia, kijana ambaye anaanza maisha ya chuo, cha kwanza kabisa ni computer literacy. Yani ujue kompyuta. Dunia sasa hivi imebadilika, ni ya science na teknolojia. Haijalishi unasoma fine art, haijalishi unasoma kuhusu history, haijalishi wewe ni mwalimu, haijalishi chochote kile unachosoma, hakikisha unapoingia chuoni. Maybe semester ya kwanza inaweza ikawa ni ngumu kwa sababu una mambo mengi, unajaribu kuadapt environment. Ila second semester na second year hakikisha umejua kompyuta. Kuna mifumo mbalimbali ya kusoma kompyuta kila chuo Tanzania, ninaamini kabisa asilimia zote. Hakikisha unajua kompyuta. Kingine, elimu ya fedha. Kingine kabisa cha mwisho, uwe na plan B, alternative plan. Unapokuwa chuo unaweza kuwa na boom, unaweza kufanya plan B. Watu wengi wana plan B. Uwe na plan B unapokuwa pale chuoni. Usitegemee yani kwa asilimia 100 kwamba ajira au wiki. Yani jiongeze kwenye kile unachokifanya, kipe ufanisi. Asante sana, na natumaini kwa kusema hayo na wewe una plan B hivyo tumehitimu, kuna kitu za kifanya. Dokta. Na mimi napenda kusema pia kwamba unapokuja chuoni, kwa kuwa umeamua kuja chuo kikuu, tumia hiki kipindi kuhakikisha kwamba hicho kitu ulichokifanyia kazi kwa miaka 4 3 utakifanyia kazi baadaye, kwa sababu la sivyo ungeanza kuuza machungwa mapema, ungekuwa mbali katika miaka 4. Kwa hiyo hakikisha kwamba unafanya kitu ambacho utakifanyia kazi mbele ya safari. Labda tu na kwamba kwa sisi walimu tuwatengeneze wanafunzi wetu kujitegemea baadaye. Na kama nilivyosema hivyo kwamba lazima, yani hata kama hutapata ajira, hakikisha unafanya vitu. Jitolee, hudhuria workshop. Kwa mfano vyuo vikuu vina hizi wanasema open hizi lecture, hizi midahara. Mingi wanafunzi hawahudhurii. Lakini ukihudhuria ule mdahara, ule mdahara hizo lectures hizo, unahudhuria na unaandika. Yani kila unachofanya andika kwenye CV yako. Tarehe fulani niliattend hiki na ilikuwa ni by professor fulani au nani. Yule mtu atamrefer tayari ni referee wako. Na kutokea hapo utapata ile kazi unayotaka. Asante sana wale nyumbani, tumepokea maoni yako. Seni Yohanga Ngauso, Omari Mtapa kutoka Dar es Salaam tumepata maoni yako, na Naomi Po tumepata maoni yako, Maganga kutoka Kigoma, Dr. Edward, Mwalimu Edward, na maoni yote haya yakisisitiza kwamba wanafunzi muweze kutumia pesa zenu vizuri, kwani boom si mkopo. Basi tupate burudani fupi. Nashukuru wageni wetu kwa kuungana nasi kwenye mada.